Kwenye mji wa Madina Mtume aliteremshiwa sura na aya zilizomtaka awe na umakini katika kujenga jamii mpya. Mtume wetu alifanya kazi ya da'wa Maka kwa muda wa miaka 13, lakini alifanya kazi yake kwenye mazingira magumu sana na yenye upinzani mkali, lakini alifanikiwa kupata krimu ya watu, ingawaje walikuwa ni wachache, lakini waliomkubali aliwaandaa vizuri na wakawa ni wasaidizi wake muhimu. Na miongoni mwao hata baada ya kufariki kwake Mtume waliendelea kuilinda ile kazi ambayo Mtume amefanya, kama hawa makhalifa waongofu walioshika madaraka ya kuiongoza dola ya Uislamu baada ya kufa Mtume, na wengineo wanaofanana na hao hata kama hawakuwa na madaraka. Aliwaandaa katika kipindi cha mwanzo cha utume wake kwenye miaka 13 migumu Maka. Tunafahamu kwamba katika kipindi hiki cha Maka Qur'ani ilikuwa inateremshwa, lakini haijaja Qur'ani iliyokuja kufaradhisha ibada, wala katika kipindi cha Maka hakukuteremshwa aya zinazoainisha sharia, kwa sababu masala haya kwenye jamii ile yalikuwa wakati wake haujafika, yalikuwa hayawezekani. Lakini baada ya hijra, miaka 10 ya Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Madina ndiko alikoteremshiwa sharia, na Madina ndiko alikofaradhishiwa ibada mbalimbali ambazo umma wa Kiislamu tunadumu nazo mpaka sasa, isipokuwa katika hatua za awali alipewa mchanganuo wa kujua aina ya watu ambao yeye ndo kiongozi wao na chini yake kuna mgawanyiko wa watu anaowaongoza. Tunaupata kwenye Suratul Baqara aya zake 20 za mwanzo. Kama kiongozi, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kajulishwa wadhifa, jukumu alilopewa ni kubwa na gumu, lakini siri ya kujua ugumu wa kazi ya uongozi ni kufahamu jamii ambayo wewe unaiongoza. Aya hizi 20 za mwanzo za Suratul Baqara, kwenye aya 5 za awali Allah amemwainishia mtume wake aina ya watu ambao kwake yeye watakuwa ni mtaji. Alif Lam Mim, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Hii ni aina ya watu ambao kwake yeye kwenye jukumu alilopewa ndio mtaji. Hawa ndio ambao anaweza kushirikiana nao na akafikisha kwenye kilele lengo la kutumwa kwake. Ni waumini wacha Mungu. Hawa ndio ambao wakitoa maagizo watayachukua na watayafanyia kazi. Hawa ndio ambao wakisema kuna mambo tunatakiwa tuyadhibiti, watajituma kuyadhibiti yasiyotakiwa. Hawa ndio ambao wakiraghibishwa jambo wanaraghibika, wakionywa jambo huwa wanaonyeka. Wametajwa waumini wa kweli watiifu kwenye aya 5 za kwanza za Suratul Baqara. Kwa hiyo akajua katika jamii inayoiongoza muna watu wa aina hii, almuttaqun.
kwenye aya mbili tu, ya 6 na ya 7, akaambiwa kuna aina ya pili ya watu wako chini yake. Kama yeye ni kiongozi, hawa itakuwa ni waongozwa, ni raia wake, lakini wasifu wao akaambiwa hawa watakuwa ni wapinzani, wako hapa, wako chini yako, lakini hawako pamoja na wewe kwenye akida na ibada. Innal ladhina kafaru sawaun alayhim aandhartahum am lam tundhirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Ni jambo muhimu kujua kwamba kwenye eneo langu ambalo ni jukumu langu la kiutendaji, nina watu wa aina hii. Hawa ni wapinzani, hawa ni makafiri. Wewe ukiwapa mawaidha, usiwape mawaidha, hawaamini. Kwa hiyo kajua kuna watu watatumia juhudi yake kubwa, lakini hawatokubaliana na yeye. Lakini katika aya ya 8 mpaka aya ya 20, ni aya 12 hizo mfululizo, akatajiwa aina ya 3 ya watu watakuwa wako chini yake, ni raia wake. Lakini hawa ni tofauti na hao waliozungumzwa kwenye aya 2 kwa jambo moja tu. Kwenye mambo mengine yote wako sawa sawa. Kuanzia wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kapewa wasifu wa watu walalamishi, watu wenye nyuso mbili. Kwa lugha ya kifiqhi hawa huwa wanaitwa wanafiki. Nifaqun ni kudhihirisha uzuri chini ya ubaya, yani juu unaweka uzuri, ni kama shuka au muonekano wa nje mzuri, lakini ndani kukawa kubaya. Sasa kuna watu katika watu wanaoongozwa, maneno yao matamu, muonekano wao mzuri, wana tabasamu kubwa, wasomi, wana kiwango kikubwa cha elimu, lakini wanakuwa hawakunyooka, wamepinda. Mtume wetu wakajulishwa pia, chini yako kutakuwa kuna watu wa aina hii. Mnafiki ni mtu ambaye dhahiruhu maliha wa batinuhu qabiha, dhahiri yake hujipamba na sifa nzuri akaonekana mwema, lakini siri yake huwezi kuijua, anakuwa ni mbaya. Anatamani itokee chance ya kutupe mara moja ufe, lakini humgundui usoni jinsi alivyo na tabasamu, maneno matamu, na yale matendo ya kuonekana huwa anashiriki. Pakiadhiniwa atakuja msikitini, pakihamasishwa mchango hutoa. Huwezi kumtilia mashaka, lakini siri yake ndani huwezi ukaijua. Hawa ni watu wabaya kuliko hao waliozungumzwa kwenye aya 2 au aya 1 ya 7. Aya ya 6 ndio imewazungumza makafiri. Aya ya 6, hawa wanafiki ni makafiri, lakini ukafiri wao wameuficha. Kafiri aliyezungumzwa kwenye aya ya 6, yeye ka expose ukafiri wake, yuko wazi, anajitambulisha, mimi na imani yenu sikubaliani nayo, mimi simtambui huyo Mungu wenu. Kafiri wa wazi, yeye huwa anakuwa na ule uwazi, anajitambulisha. Shari ya mtu aliyejitangaza inakuwa ni ndogo, kwa sababu unamjua na unajua kuchukua tahadhari kuishi naye. Lakini ubaya uko kwa mtu ambaye hujui siri yake,
na kwa kiwango kikubwa unamwamini kwa asilimia kubwa, lakini yeye kumbe hayupo kama unavyomfikiria, kwa sababu ya kuzingatia shari ya watu waliokuwa hawakunyooka kwenye imani. Ndio zikatumika aya nyingi hizo 12 kuelezea wasifu wa watu wasiokuwa na msimamo sahihi au imani sahihi ya dini, lakini wamo kwenye kundi la waumini. Kafiri wa kweli yeye hata hajinasibishi na imani, lakini mnafiki hujinasibisha na imani, akakupa matumaini ukamwamini sana. Wakati mwingine ukikosea, ukimpa dhamana ya kiutendaji, akakupigia hapo hapo kwenye dhamana uliyompa. Ndio maana akachanganuliwa sana kuwajua watu kama hao. Nimetoa utangulizi huu kumaanisha kitu kimoja: kama waumini tunapaswa kujifunza na kukifahamu vizuri, na kama tuna malengo mazuri ya kutafuta radhi ya Allah na matokeo mema, basi tunapaswa katika shughuli zetu, katika maisha yetu, kitu hiki tukiweke maanani. Jamii ya watu hujengwa, na kitu kinachojengwa pia uwezekano wa kubomolewa huko. Kwa hiyo kuna watu kwenye jamii yoyote ile wenye dhamira ya kuijenga jamii yao kwa muonekano fulani au mwelekeo fulani, lakini wanaweza wakatokezea watu nje ya jamii hii wakasema, sisi hatutaki wale waishi hivyo wanavyotaka, tuwabomolee, kwa sababu tukiruhusu waishi wanavyotaka wanatuharibia sisi. Tena hata wako mbali sana, wanaweza wakasema hatukubali usimame Uislamu mahala fulani. Sasa hawa makafiri hata kama wako mbali, nyinyi mnawajua hawa ni makafiri, si watu wa imani yetu, hawana imani na sisi, mnajua kuchukua tahadhari. Lakini watu makafiri ni werevu sana na wana uwezo mkubwa sana wa kuwatumia hawa wanafiki waliomo ndani ya jamii ya waumini. Wana uwezo mkubwa wa kuwatumia wanafiki walioko ndani. Kwa hiyo wewe unaweza ukapigwa vita na watu wako wa ndani kwa sababu ya nifaki. Kwa hiyo kafiri anajua, ana elimu ya kutosha na ana uwezo mkubwa wa kuwatumia watu kwenye jamii ya waumini kuvuruga ile imani yao na kuwapotezea malengo wasifike wanapokusudia. Ndio hikma ya Allah kumpa taaluma hii mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa kuzingatia hilo, kwenye sura ya 9 aya ya 67 Allah amesema kumwambia mtume wake na wale walioamini chini yake, wale wafuasi wake wa kweli, kawaambia au kawaelimisha jambo muhimu hivi kama ifuatavyo: almunafiquna walmunafiqatu ba'duhum min ba'd, wanafiki wanaume na wanafiki wanawake ni wao kwa wao, shauri lao moja. Jamii yoyote, iwe ya watu iwe ya wanyama, lazima itakuwa ina wanawake na wanaume, ndio wanaozalisha jamii. Jamii inakuwa kwa wenyewe kuongezeka. Kwa hiyo kwenye jamii zetu za kibinadamu kuna wanadamu wabaya, wanaume na wanawake. Wakiwepo waumini watakuwepo waumini wanaume na wanawake, wakiwepo makafiri wanakuwa ni wanaume na wanawake, wakiwepo hawa wanafiki wanakuwa wanaume na wanawake. Sasa hawa makafiri tuwaweke pembeni. Kafiri huwa ndo kesha ignore, kakataa kila kitu.
siamini kwamba kuna Mungu anaishi mwenyewe tu, lakini anawezekana mtu akakataa kuwepo kwa Mungu muumba, lakini mwenyewe maisha yake yakamsuta akawa ana miungu yake anaabudia. Na kafiri ana maajabu. Kafiri Mungu hutengeneza mwenyewe, akafanya kitu chochote kile kiwacho, akasema huyu ndo Mungu wangu. Maana udhaifu wa kibinadamu unamsuta tu, lazima awe na utegemezi wa aina fulani. Kwa hiyo hata akimkataa Allah muumba, atatengeneza tu kitu cha ajabu ajabu mwenyewe, iwe ndo Mungu wake. Sasa huyu tumwache pembeni. Kafiri kakataa haki kwa makusudi na anang'ang'ania batili yake. Lakini watu wenye mashaka ni hawa waumini wa kweli na wale ambao imani yao ina utata, hawasomeki sawa sawa, wana nyuso mbili mbili, double faced men. Ana uso anaokuangalia approach yake unaiona nzuri, lakini ana uso mwingine uliofichikana, una malengo mabaya. Sasa kwenye aya 67 wamesomeshwa Waislamu, jamii ya waumini Madina, wakaambiwa kuna watu wa aina hii kwenye jamii, huweni makini nao, hawa ndio waharibifu. Almunafiquna walmunafiqatu ba'duhum min ba'd, wanafiki kike kiume, hawa jambo lao moja, wanashirikiana, wanapeana mikakati. Kipimo na alama ya kujua jamii hii wenyewe ni wanafiki. Inawezekana waumini wa kweli wamo, lakini wakawa wamezidiwa, hawana nguvu. Nguvu kubwa inayoiendesha jamii hii iko kwa hawa wanafiki. Kipimio cha kupima jamii hii wenyewe, hata kama wanaonekana ni Waislamu asilimia kubwa, lakini kipimo cha kujua si Waislamu wazuri, unawaangalia kwenye akhlaq, kwenye practice. Panapo wanafiki wenye nguvu, yanajitokeza mambo yafuatayo: ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Mambo matatu haya ambayo ndio uhai wa jamii ya waumini, panapo wanafiki haya huwa yanapigwa vita. Waumini wameambiwa waamrishe mema, lakini jamii isiyokuwa na waumini wazuri, ya'muruna bil munkari, wanaamirisha mambo maovu. Kwa hiyo unaweza ukaambiwa mji fulani, nchi fulani ni ya Kiislamu, wenyewe Waislamu, lakini kila siku Uislamu unarudi nyuma kwa kasi. Maovu ndo yanakithiri na yanakuwa na nguvu, na yale mema yanadorora au yanadumaa, yanaelekea kupotea, lakini wenyewe ni Waislamu. Sasa hii ni alama ya kwamba hawa Waislamu, lakini si Waislamu wazuri. Hawa ni wale wanaodhihirisha uzuri machoni au midomoni, lakini kilicho katika uhalisia mioyoni mwao ni ubaya. Maovu yanakithiri, dhambi zinaongezeka, yale mema hasa yanayotakiwa yanazidi kusinyaa. Kwa watu wanaoweza kutathmini mwenendo wa jamii, wanajua hawa si watu wazuri. Kwa hiyo jamii hii walioishikilia ni wabomoaji, sio wajenzi. Wanapiga kwenye hayo maeneo matatu: ya'muruna bil munkari,
Munkari huwa ni jambo ambalo Allah kakataza, kaahidi anayelitenda atapata dhambi na atamuadhibu kwa hilo. Haya ya dhambi ndio yanakithiri, na Waislamu ndio wenye mji wao wanayaona yanavyokithiri. Ina maana nyuma ya pazia wao ndo wanaoyakuza. Ndio maana aya ikasema ya'muruna bil munkari, wanaamrisha hasa, wanayasimamia hasa, wanayaimarisha hasa mambo ya munkarati. Ingawaje ni Waislamu, lakini wanasimamisha shari kwenye maeneo yao. Wayanhauna anil ma'rufi, na wanakatazana, wanadhibiti mambo mema. Maarufu huwa ni mambo ya kheri ambayo Allah kayaamrisha kwenye kitabu chake, mtume wake kayasimamia, kayahimiza sana, yameahidiwa thawabu kwa wenye kuyafanya na yanawapeleka peponi. Hayo ndo maarufu. Lakini kwenye jamii ya watu wasiokuwa Waislamu wazuri, haya ya kuwapeleka watu peponi yanakuwa yanakwazwa, yanadhibitiwa, yanatoweshwa. Wasimamizi wa hayo, hata kama wanawasifu wa Kiislamu, wanakuwa sio Waislamu wazuri. Jambo la tatu, wayakbiduna aidiyahum, wanakuwa mabakhili. Qabdul yadi ni lugha tu, maana yake ubakhili. Na ubakhili unaozungumzwa kwenye dini sio kwamba watu hawatumii, hapana, wanatumia sana, lakini wanatumia kwa njia za shari za kuwapeleka kubaya. Wanaona ubakhili zile neema walizopewa na Allah kuzitumia kwa kheri, wakaenda mahala pema. Ndio ubakhili wenyewe. Wenyewe wanajibakhilia kwenda mahala pa kheri. Kwa hiyo Allah ndiye aliyetuumba, na kila mmoja wetu anazaliwa akija duniani hana akili, hana mali, hana elimu, hana nguvu, hana uwezo. Vyote hivyo Allah anakutunukia hapa hapa. Kadiri unavyokuwa unaweza kupata hiki na kile, na Allah akakubariki ukaongezekewa. Lakini baada ya kupewa, badala ya kushukuru ukaamua kukufuru. Kwa hiyo anapowalaumu Allah waja wake kwamba yakbiduna aidiyahum, ni kwamba Allah akikupa neema anakuwekea na instructions of use, maelekezo vipi utumie neema hiyo, vipi utanufaika nayo neema hiyo. Sasa utapokinzana na aliyekuneemesha, ukafanya tofauti na ridhaa yake, huo ndo ubakhili wenyewe. Badala ya kujenga, wewe unakuwa unabomoa. Kwa hiyo Waislamu ambao imani yao sio sahihi wanaonekana kwenye nyanja hizi tatu: kuimarisha maovu, kuyadhibiti mema. Inawezekana kuna watu wenye nia njema, wanaopenda kheri, wakayasimamia yale ya kheri kwa dhati, kwa ikhlasi kabisa, lakini wakaishi kwenye mazingira magumu sana. Kamata huyo, piga huyo, huyu si mwenzetu, huyu hafai. Kwa sababu wenye nguvu si watu wa mambo yale. Wenye nguvu katika eneo hilo wana mambo yao wenyewe, chaguo lao la kwanza. Kwa yale ya Allah wanakuwa hawayataki kabisa, wanataka kupalilia ya kwao. Watu kama hawa Allah anasema nasullaha fanasiyahu, wanadharau yale ya Allah. Kwa hiyo Allah na yeye huwaacha kwenye hali ya dharau yao, kwa sababu Allah hatumii nguvu kuwalazimisha watu wafanye anavyotaka, wala hatumii nguvu kuwaachisha watu asiyoyataka. Alichokifanya Allah, katuma mitume, kawapa miongozo, ni mawaidha tu wanatoa, wanafikisha ujumbe tu. Mitume ndio walioambiwa mubashirina wa mundhirina,
Kazi ya mitume kukubashiria. Ukikubali tunachokuhubiria utapata kheri hii, ukikikataa kuna shari hii utakumbana nayo. Basi wameshafikisha ujumbe, hawalazimishi kumtumilia nguvu mtu akubaliane na walichokuja kuhubiri. Kwa hiyo Allah anasema nasullah, watu hawa wamedharau. Misiani hiyo sio ile ya kughafilika, wamedharau, wamekataa yale ya Allah, wameyakataa. Fanasiyahum, na Allah naye huwaacha kama walivyo kwenye dharau yao. Innal munafiqina humul fasiqun, eleweni hakika ya watu wanafiki, hawa ndio walioasi kwa Mola wao, hawaendani na malengo na madhumuni ya kuumbwa kwao. Kwa hiyo tukitaka kupima jamii ya watu hawa wakoje, tunaangalia vipaumbele vyao, priorities walizonazo. Wakishabikia shari, tunajua hawa hawako vizuri, hawana nia njema, hawa ni wapiga vita wa dini. Kwa hiyo wale wenye nia njema wanaotaka kuimarisha dini wanatakiwa wawe na umakini wa hali ya juu na wafanye mambo yao kwa mujibu wa mwongozo sahihi uliotokana na vitabu vilivyoteremshwa na usimamizi wa mitume waliopewa hao hivyo vitabu. Wa'ada Allahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara nara jahannam, Allah ameahidi kwa wanafiki wanaume na wanawake na kwa makafiri waliopiga vita waziwazi. Maana kafiri na mnafiki ni ndugu moja, wamepangiwa udugu, wote ni makafiri. Tofauti yao ni kafiri huyu yuko wazi, kafiri huyu mwingine kajificha. Lakini huyu mnafiki akifa na unafiki wake anakufa kafiri. Ndio Allah kawajumuisha hapo, wa'ada Allahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara, Allah amewaahidi wanafiki wanaume na wanawake na makafiri nara jahannam, hawa ndio watakaokuwa watu wa motoni, wataingia kwenye moto wa jahannam. Hiya hasbuhu, kama hapa duniani wameshindikana, moto unawatosha kuwanyosha. Ndio mahala muwafaka watakapofikia. Wala'anahumullahu walahum adhabun muqim, Allah amewalani bimaana kawaweka mbali na ridhaa yake, hayuko radhi nao, na watapata adhabu ya milele isiyokuwa na mwisho kwenye maisha ya milele. Duniani ni maisha ya mpito tu, kwa lengo dogo tu la mtihani. Huwa alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum, Allah ndiye aliyeumba maisha yenu haya yanayokatishwa na kifo, akaandaa huko mbele baada ya kifo maisha ya milele. Kaamua kufanya hichi kipindi cha maisha mafupi liyabluwakum, ukupimeni ayyukum ahsanu amala, yupi kati yenu atafanya vizuri zaidi. Kama tunavyofanya mitihani yetu ya shule, mwisho wa mwaka baada ya mitihani tunapata wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano kwa mujibu wa roli ya darasa. Na Allah naye katuweka hapa kwenye chumba cha mtihani. Muda wetu ni umri mtu anaoishi. Ukimaliza umri wako uko mbele, kuna siku ya kutolewa matokeo baada ya kufufuliwa. Halafu baada ya matokeo kila mmoja anaenda mahala pake pa kudumu anapopaswa kukaa. Kuna adhabu ya kudumu. Wa'ada Allahu almunafiqina walmunafiqati, Allah amewaandalia, amewaahidi wanafiki wanaume na wanawake, walkufara, na wale makafiri waliokufuru wazi wazi, wote amewaandalia nara jahannam, moto wa jahannam. Hiya hasbuhum, unawatosha moto. Wala'anahumullahu, na Allah amewalani. Walahum adhabu muqim, na watapata adhabu ya kudumu. Kwa hiyo kipimo cha kujua jamii mbaya
ni kuangalia lifestyle yao, vipi wanaishi, vipi vipaumbele vyao, wanafanya nini. Unaweza kujua hawa ni watu wa aina fulani. Na sura ile ya 9 aya 71 na 72 Allah amesema, walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, na waumini wanaume na waumini wanawake baadhi yao ni mawali wa wengine. Kwenye aya 67 neno auliya halikuwepo. Kwenye hii aya 71 likawekwa neno kwa waumini auliya, kwa sababu makafiri au wanafiki huwa hawana dira, hawana sera. Dini yao inatoka vichwani mwao, nini wanataka ndo wanafanya. Miungu yao ni nafsi zao, nini wanatamani, nafsi zinachowaamrisha wanatekeleza. Kama ilivyo, araaita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi, unamuona mtu ambaye matamanio yake ndo kayafanya Mungu wake. Kinachotamaniwa na nafsi, yeye anaikidhia nafsi yake inachotamani. Wa adallahu Allahu ala ilmi, Allah akamweka kuishi maisha ya upotovu, pamoja na kwamba ni mtu msomi, ana elimu, lakini kachagua kuishi vibaya. Na wanafiki huwa ni wasomi, wana elimu ya kutosha. Allah kawasifu wanafiki kwa kusema, idha raaitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim, kwa muonekano na ukiwaona utapenda jinsi walivyo, wako vizuri, na wakisimama kuongea utavutiwa na kauli zao, wanasema vizuri tu, wasomi. Kaannahum khushubun musannada, lakini wanakuwa kama ni miega. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim, kila linalosemwa kwenye dini wanadhania wanasemwa wao. Humul aduwwu fahdharuhum, hawa ni maadui, tahadhari nao sana. Sasa waumini wanaume na wanawake, limetumika neno auliya, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Kwa wanafiki halipo hilo neno, limesemwa walmunafiquna walmunafiqatu ba'dhuhum min ba'd, kwamba mambo yao yanawatosha wenyewe tu, wanavuruga wanavyotaka, wanaendeshwa na akili zao. Lakini auliya, hawa watu waumini, wana walaa, ni mapenzi yanayoambatana na taa, chini ya muongozo maalum. Wanayoyafanya yana lengo maalum na wanamfanyia anayejulikana maalum. Waumini wanafanya mambo yao kwa ajili ya Mola wao mlezi, ambaye kawaandalia siku ya kukutana nao kwa ajili ya tathmini, hisabu na malipo. Lazima wawe wana dira, wana sera, wanaenda kwa utaratibu maalum. Wanafiki hawana utaratibu maalum. Wakikusanyika wenyewe wakafanya vikao vyao, wakitoa maazimio yanayotoka hapo yanatosha kuwapa mwongozo, wanaenda tu wenyewe. Waumini hawako hivyo, wana vitu maalum waumini vinavyowaongoza, na wakishika hivyo vitu maalum, kuanzia kiongozi wao mpaka anayeongozwa, wote wanaelekea huko. Kama tunavyosimama kwenye swala kusali, anachokifanya imamu na maamuma wanakifanya hicho hicho, alikoelekea imamu na maamuma wanaelekea huko huko. Kwa hiyo wanaenda kwa nidhamu maalum, kwa utaratibu maalum, kinyume na wanafiki. Waumini walivyoratibiwa hawawezi kupangua chochote, lakini wanafiki ni waratibu wenyewe, wanaweza wakapangua chochote wakati wowote. Kwa hiyo ni tofauti. Nidhamu ya watu wenye imani
na nidhamu ya maisha ya watu wasiokuwa na imani ni tofauti kabisa. Walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, na waumini wanaume na waumini wanawake baadhi yao ni mawali wa wengine. Alama ya kutrace pahala kwenye waumini wazuri, na wao pia unawaona kwenye lifestyle yao, matendo yao. Ya'muruna bil ma'rufi, kuna mambo yale yanayoitwa maarufu, haya ndio wanayoamirisha, ndio kipaumbele chao. Wanaamrishwa, wanatekeleza walichoamrishwa, wanakatazwa, wanadhibiti kilichokatazwa. Hichi kwetu Mola wetu hataki, marufuku, akiruhusiwi, hatukikubali. Wakiraghibishwa jambo, wanahamasika, Mola wetu anapenda hivi, kwa hiyo wanahamasishana kama jamii, tutende kwa kutafuta ridhaa ya Mola wetu, tufanye anachokipenda. Mola wetu kachukia hiki, basi na wao wanahamasishana kwa ujumla wao kama waumini, hichi kitu hapa kwetu marufuku, hakiruhusiwi. Waumini wanaishi hivi. Lakini kuna na mengine, baada ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya, kuna mengine ambayo yanawaweka waumini kwenye uniformity. Wayuqimuna salata wa yutuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Waumini wanatunza swala zao vizuri. Baba anaruzukiwa watoto, lakini watoto wakija duniani wanakuja kwenye umri ambao ni tegemezi, dhaifu, hawawezi jambo, hawajui jambo. Kukua vizuri kwa wanaozaliwa kunategemea usimamizi na malezi ya wazazi. Kama wewe mzazi unavyojiona sasa hivi umekuwa ni mtumishi wa Mola wako, na watoto unaoruzukiwa unatakiwa uwaadilishe mpaka wafikie kujielewa hivyo. Jukumu la makuzi yao, maadili yao linategemea wazazi wawili, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amenukuliwa akisema, kullu mauludin yuladu ala fitra, kila mtoto wa binadamu anayezaliwa anazaliwa kwenye umbile alilolitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha. Kullu mauludi, kila anayezaliwa, yuladu ala fitra, anazaliwa kwenye ule mpango wa Allah ambao Allah muumba ndio aliyoulenga. Anakuja keshapangiliwa vitu vyake vizuri, lakini kwa sababu anakuja hajui, hawezi, anahitaji msaada, aelekezwe kwenye yale makusudio. Faabawahu, sasa kwa mtoto wa binadamu anayezaliwa ni wazazi wake wawili, baba na mama wa mtoto huyo. Faabawahu, basi wazazi wake wawili mtoto huyo, yuhawidanihi, watamwandaa mtoto wao atakapofikia umri wa kujitegemea awe katika mila ya Kiyahudi. Atakuwa ni Muislamu kwa sababu kazaliwa na Waislamu, lakini mila yake ni Myahudi. Wazazi wamemwandaa kweli. Au yunasirani, au wazazi watamwandaa mtoto wao akuwe katika mila ya Kinasara. Atakapofikia umri wa kujitegemea mwenyewe, anakuwa kaandaliwa, kafikishwa hapo na mila ya Unasara. Au majisani, au watoto wazazi hawa watamfanya mtoto wao akifikia umri wa kujitegemea awe na mila ya Kimajusi, pagani, si Yahudi si Mkristo, na hamjui Mungu, hana dini. Tangu kichanga mpaka kawa na akili timamu, bali haki, kafikishwa hapa na wazazi wake. Kama tantiju albahimatu bahimatan jamaa, kama mnavyoona wanyama katika maisha ya wanyama wote,
mnyama akizaa mtoto yule huwa ni mnyama aliyerandana na wazazi wake. Kama ng'ombe kazaa, huyo mtoto anakuwa ni ng'ombe, na ng'ombe mama hulea mwanawe mpaka akiwa mkubwa akawa na tabia zile zile za wazazi wake. Mbuzi mama naye hulea mwanawe mpaka akawa mkubwa akawa na tabia zile zile za wazazi wake, na wanyama wote wako hivyo. Hal tuhissuna minha min jadaa, hivi nyinyi wanadamu mmeshatokea kuona tenge katika kizazi cha wanyama? Kama tantijul bahimatu bahimatan jamaa, kama mnyama anapozaa huzaa mnyama aliyefanana naye. Maana yake na mtu akizaa mtu huzaa kiumbe aliyefanana naye, huyu ni mtu. Hal tuhissuna minha min jadaa, mmeshawahi kuexperience katika mazazi ya wanyama mnyama kuzaa mnyama mwingine? Labda punda wameingiliana, punda jike kapata mimba, lakini siku aliyozaa akazaa mtoto wa ng'ombe. Mmeshawahi kuona kitu kama hicho kwa wanyama? Hakuna. Kwa hiyo na mtu madam kaingiliana na mtu, akipata mtoto anakuwa mtu, lakini jukumu la wazazi, huyu mtu akija hajui kitu, wao ndo wanatakiwa waweke input kwa mtoto huyu mpaka akifikia umri wa kuwa ni mukallaf, awe anajua kwa kuanzia na awe na dira ya kwenda naye. Kwa hiyo waumini wanaume na wanawake, yuqimuna salata wa yutuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Jamii ya waumini wa kweli wako fahamu kwenye masala ya mahusiano yao na muumba wao kwa ibada ya sala, wanasali. Maana tunaambiwa as-salatu hiya silatun baina al-abdi wa rabbi, sala ndio means ya mawasiliano, mafungamano baina ya kiumbe na muumba wake. Kwa hiyo wazazi wampikishe mtoto wao hata ile swala yake kuijua vizuri, maana kuzaa ndio kukuza jamii, na wanaozaliwa ndio wanaoienzi ile jamii baada ya wazazi kuondoka. Wayuti'una Allah wa rasulahu, na waumini wanaume na wanawake mahala popote walipo utawaona ni watiifu kwenye amri za Allah na mtume wake. Kwenye jamii ya waumini yale mambo ya Allah ndio yanayofanya kazi, kwenye jamii ya wanafiki yale mambo ya Allah yanapigwa vita. Ndio tofauti iko hapo. Ulaika sayarhamuhumullah, hawa waumini watendaji ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawarehemu. Na aya ikamalizia inna Allaha azizun hakim, hata kama nyote mkikufuru, nyote mfanye mnavyotaka wenyewe, bado Allah anabaki kuwa ni aziz alghalibu alladhi la yughlabu. Bado Allah atabaki kuwa ni hakim, aliyoyapanga, aliyoyaelekeza, kayaweka kwa hikma maalum. Hamwezi kumharibia sifa wala hamumvurugii ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala. Unayoyafanya katika makosa, madhara yake yatarudi kwenu wenyewe. Allah atabaki azizun hakim, hamwezi kumharibia au kumpindua. Hiyo ni aya 71. 72 Allah akasema wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannatin wa ridwanun min Allahi akbar wallahu azizun hakim. Allah amewaahidi, amewaandalia waumini wanaume na wanawake pepo zinazopita mito mbalimbali chini yake, na makazi mazuri kwenye pepo ya kudumu ya milele, na kubwa zaidi ni radhi zake. Radhi zake Allah kwa waja wake akhira ni kubwa zaidi, kusema waridwanu min Allahi akbar, radhi kutoka kwa Allah ndio jambo kubwa zaidi.
Hapa ningelipenda nifafanue kitu kidogo. Wa ridwanu min Allahi akbar, pamoja na Allah kuahidi pepo na pepo waliotenda mema watalipwa, lakini Allah anasema kupata pepo mpaka ukaingia peponi si jambo kubwa kuliko kupata radhi yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha udkhila ahlu nnari nnara wa ahlu ljannati ljannata, baada ya hukumu kumalizika, watu wa motoni waliofanya makosa washaingizwa motoni, na watu wa peponi waliofanya mema wameshaingizwa peponi. Sayaqulu Allahu li ahli aljanna, Allah atasema kuambia watu wa peponi, ya ahla aljannati, enyi watu wa peponi, hal raditum, haya mliolipwa hapa mumeridhishwa nayo? Hivi mlivyolipwa mmeridhika? Na Allah ana shukurani, kasema analipa 1 kwa 10 mpaka 700, mpaka wengine wanakiuka 700, wanalipwa zaidi ya 700. Jema moja ulilofanya basi unalipwa na nyongeza na ziada 1 kwa 10. Baya moja unalofanya halina nyongeza, kwenye mabaya ni 1 kwa 1, ovu 1, dhambi 1. Ingawaje kuna tofauti ya dhambi. Unaweza ukafanya amali moja mbaya, kosa moja, kesho ukafanya amali nyingine mbaya, ni kosa moja, lakini makosa tofauti na thamani ya malipo yake huwa tofauti. Kama mfano wa madini, unachimba kwenye ardhi shaba, chuma, almasi, fedha, silva, lakini kilo moja ya iron haiwezi kuwa sawasawa thamani yake na kilo moja ya gold, na madhambi na thawabu huwa zinatofautiana hivyo hivyo. Kheri hii thawabu yake moja haiwi sawasawa na kheri fulani thawabu yake moja, lakini mujarrad in terms of percentage, kwenye shari ni 1 kwa 1 na kwenye kheri ni 1 kwa 10, kima cha chini kwenye kheri. Sasa watu wa peponi baada ya kupimiwa amali, mema yao yamekuwa ni mazito kwenye mizani, mabaya yao machache yakasamehewa, wakafanikiwa kuingia peponi. Na pepo ni mahala pa neema, pana maisha ya raha. Kule hakuna kufanya kazi wala hakuna kufanya ibada. Hayo mambo uyafanye hapa ndio yawe kibali cha kuingilia huko peponi. Kuna ardhi kubwa, lakini huambiwi kule ushike jembe ulime upalilie miti, hapana. Una majengo mengi makubwa, lakini hutaambiwa mwisho wa mwaka huu angalau upaka rangi. Kule si mahala kwa kufanya kazi. Kazi uifanye hapa duniani kwa hizi amali tulizofaradhishiwa. Sasa wameingia peponi, kuna neema kila aina. Aliyewaingiza peponi anawauliza, hal raditum, mmeridhia? Qalu, watasema watu wa peponi, Allahumma ja'alna min. Wa kaifa la narda ya rabbana, na inakuwaje tusiridhie ewe Mola wetu? Hal la tudkhilana aljannata, kwani si ushatuingiza peponi? Watahesabu hapo mambo, si ushatuingiza peponi? Si umetupa hapa neema mbalimbali? Si umetusamehe makosa yetu? Si umetufanyia hichi na hichi na hichi? Watahesabu mambo mengi katika neema walizozipata peponi. Sasa kwa nini kwa neema hizi Mola wetu tusiridhike? Allah atawauliza watu wa peponi, awala u'tikum akbara min dhalikum, hamtapenda niwape kubwa zaidi kuliko hizo neema mlizo nazo? Watu wa peponi watashangaa, wasema, wa ayu shay'in akbar min hadha ya rabbana,
Kuna jambo gani jingine tena kubwa kuliko haya tuliyoyaona, ewe Mola wetu? Allah atawaambia, falyawma, leo, uhillu lakum ridwani, ninakuthibitishieni radhi zangu, fala asqatu alaikum abada, sitakasirika nanyi kamwe kuanzia leo. Kauliza, awala u'tikum akbara min dhalikum, sikupini kubwa zaidi kuliko hizo neema mlizo nazo? Kwamba neema zote zile si lolote si chochote kuliko hicho ambacho watapewa ni kikubwa kuliko neema walizoona pale peponi. Na wao watashangaa, waulize, kuna kingine kikubwa kuliko neema zote hizi? Allah atawaambia, naam, kipo kikubwa kuliko neema za majengo, mashamba, ardhi kubwa, wanawake na vitu vingine, vyakula tele. Kuna kikubwa zaidi. Kikubwa chenyewe atawaambia, alyawma uhillu lakum ridwani fala askhatu alaikum abada, leo ninakuhalalishieni, ninakuthibitishieni, niko radhi na nyinyi, sitakasirika nanyi kamwe. Hikma ya kuambiwa radhi ya Allah ni kubwa kuliko neema zote za peponi ni kwamba tuna mazoea hapa duniani. Mtu anaweza akawa na maisha mazuri, ana biashara kubwa, anaishi maisha ya fahari, lakini wengine huwa wanakaa kwenye maeneo hawamiliki nyumba zao wenyewe, anakodi nyumba na ana afford kuilipia, lakini bughdha ya mwenye nyumba inamnyima mtu raha ya maisha. Inawezekana umeenda na shughuli zako za kibiashara na ukarudi nyumbani ukamkuta mwenye nyumba siku hiyo kaja kuangalia mali yake, akakupa maneno ya shombo, matusi, dharau, akamwambia, bwana wewe, angalia wambwa wako vizuri, tizama walivyoniharibia nyumba. Watoto wakienda shule huwa wanajifundisha kuandika, hata kwenye kuta za nyumba wanaweza wakaandika kwa mkaa, au wakachukua jiwe wakajifundisha kuandika walichosoma shule, au kachukua kisu, kiwembe, kachonga kwenye mlango. Sasa mwenye nyumba hatovumilia, atakwambia maneno makali. Maisha mazuri yote, hela zote ulizonazo zitakutumbukia nyongo ukifikiria simanzi ya bughdha ya mwenye nyumba na maneno machafu. Na sisi duniani hakuna anayesalimika na kufanya makosa. Hata uwe mtu mwema, mcha Mungu, msomi, alim, usalimiki na kuteleza. Inawezekana umepewa hizo neema za peponi, lakini ikatokezea siku ukaja ukakumbuka katika akili yako maudhi, shari uliofanya kumfanyia Mola wako duniani, ikakunyima raha. Mola wangu nilimfanyia kadha kadha kadha, ingawaje kanisamehe, lakini haji kukumbushia tena lile jambo kwamba mimi nilimfanyia ukorofi huu, kanisamehe tu kwa fadhila zake. Haitotokezea siku akaja akanikumbusha hii shari ikawa sababu tena ya mzozo mpya. Ukilifikiria hili akilini litakunyima raha, hata kama uko mahala pa neema. Lakini maadamu Allah hakhalifu miadi yake, akiwathibitishia maneno yake mwenyewe, alyawma uhillu lakum ridwani, leo nimekuhalalishieni au nimekuthibitishieni radhi zangu, fala askhatu alaikum abada, kuanzia leo niko radhi nanyi, sitawakasirikia kamwe. Yani hapo ndo utaishi kwa raha, na hiyo ndo neema kubwa kuliko neema zote ulizo nazo.
Kama neema zote ulizonazo utaishi nazo kwa simanzi, huna raha ya maisha. Lakini kubwa zaidi, wa ridwanu min Allahi akbar, wadhalika huwa alfawzul azim. Radhi za Allah ni jambo kubwa zaidi, na hayo ndiyo mafanikio makubwa ambayo wenye akili huwa wanayatafuta. Kwa kufanya mjumuisho wa maongezi yangu ya sasa, nimeanza kusema kwamba jamii hujengwa, na tunapojinasibisha sisi na imani, tujifanye waumini kweli, tuendane na yale malengo ya imani yanavyotaka, tuijenge jamii yetu, wanaume na wanawake na vizazi vyetu vinavyotokana nasi. Lazima tujiformat, tuelekee kwenye mwelekeo husika ambao ndilo lengo la kuletwa kwetu duniani, na hiyo ndio ajira yetu kubwa kama waumini, ya kuishi maisha ya kumwabudu Rahman. Na tukifanya hivyo hatuwezi kukosa adui, kwa sababu tukiamua kuishi maisha kama hayo ya kiimani, kuishi kwetu vizuri kwenye imani ni hatari kwa maisha ya watu wengine. Makafiri hawatokubali. Kwa hiyo lazima tujipange kulinda shari, uharibifu ambao utatoka kwa hawa ambao hawajaridhika na sisi kuishi maisha ya imani. Tukilielewa hilo na tukalifanya ndio kipaumbele chetu kwenye maisha haya ya mpito, basi bila shaka tutaishi maisha ya faida, na kila mmoja kati yetu atakapomaliza muda wake ataondoka akiwa kafanikiwa, kaishi kaendana na lengo la kuishi kwake hapa, na dakika zake kazitumia kwa faida, na akirudi kwa Rahmani anarudi ni mwenye kufanikiwa, kwa sababu kapata yale mafanikio makubwa ambayo wenye akili huwa wanayatafuta. Tufahamu kwamba jamii hujengwa na wajengaji. Kama ni waumini, jamii yetu tunaijenga sisi wenyewe waumini, lakini pia tufahamu jamii huharibiwa. Waharibifu wa jamii fulani ni wanajamii wengine wasiopenda hichi, hawatotaka kile mnachopenda nyinyi kifanikiwe, wataharibu. Mwe na nguvu ya kulinda kile ambacho mnapoteza nguvu zenu kukipalilia, kukilinda. Mujilinde mpaka yale malengo mnayokusudia yafikiwe, bila ya uharibifu wa watu ambao kwenu ni maadui. Haya ndio maisha ambayo mitume wote waliishi, na wale waliowaamini mitume walitoa ushirikiano kwa raha na shida, kwa gharama yoyote, wakaenda vizuri mpaka wakahitimisha maisha yao ya mtihani, na sasa wako kwenye maisha ya barzakhi, wananufaika na kile ambacho kwenye maisha haya ya mtihani walifanya. Na baada ya kumaliza maisha ya dunia hii, tunatarajia kwamba baada ya kufufuliwa wataenda mahala pema, na sisi tuwe na lengo la kupata matokeo hayo biidhnillahi taala. Naona muda wa swala umefika. Sasa hivi ni karibu saa 2:30, 2:22. Nafikia hapa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.